Mathayo anakiwasha sana shuleni akiwa kama kiongozi wa taaluma, ikiwa kuongeza ufaulu wa wanafunzi shuleni hapo, na hii ni kutokana na mikakati iliyosimamiwa vyema na wizara yake. Na sasa Mathayo anaingia katika vita mpya ya maradhi. Maradhi haya hasa yakimshika kipindi cha mitihani, hali ambayo iliendelea hivi mpaka kufikia mitihani ya NECTA. Aidha, Mathayo anapata tumaini jipya la kutimiza ndoto yake ya kupatiwa elimu na baba yake mkubwa ambaye alisimamia vyema mradi wake, kwa sababu shangazi aliyejitwisha jukumu la kumpatia elimu na malezi kijana huyu alishindwa kufanya hivyo. Ahadi hii iliyotolewa itazaa matunda, ikiwa Mathayo alifanya mitihani yake akiwa anaumwa vibaya sana. Nikukaribishe sana katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu, simulizi ya kweli ya maisha ya Mathayo. Matokeo yakitoka ukiwa umefaulu kwenda advance, mimi nitakusomesha kwa gharama zangu. Na bahati nzuri kwamba mzee alikuwa na hela, watoto wake wote walikuwa wanasoma nje ya nchi. So nikasema afadhali kwa huyo, ndio mtu wa kwanza pia nilikuwa namwamini kwa sababu alikuwa sina udugu naye. Afu ni mtu ambaye sio familia yangu, akitoa ahadi kwangu nahisi ni mwepesi kutimiza kuliko ndugu. Ndugu anaweza sitimize kwa sababu anawaza huyu akifanikiwa hata nisaidia hivi na hivi, lakini mtu baki hawezi kuwaza hayo mambo. Kwa ndio kitu cha kwanza ambacho ilinika 100% hisia zangu zikasema hapa sasa nimefanikiwa, huyu akinisaidia basi. Kwa mimi akili yangu hapo ilibaki moja tu, ni faulu tu, na nilikuwa najua tu kichwani mimi kufaulu nitafaulu tu. Kwa nilikuwa nasubiri tu faulu aina gani, hicho nilikuwa nakisubiria. Wakati huo wengine watu walikuwa wanaamini sitaweza kufaulu kwa sababu mtihani nilifanya nikiwa naumwa vibaya. Kwa walikuwa wanahofia kwa sababu nilikuwa sisomi ile kipindi cha mwisho cha maandalizi. Basi ile jengo likawa limekamilika, tukalijenga vizuri, mimi tukalikarabati vizuri, ile hela mzee nikamrudishia. Wakati nilikuwa natumia simu changu cha batani, ndio mara yangu ya kwanza naitoa simu mpya kutoka dukani, nikaleta. Nakumbuka kipindi hicho ilikuwa Tecno F1, akanileteaga kama zawadi. Sema kipindi hicho sasa mimi ni mtu ambaye sipendi sana issues za Tecno na Netflix, kwa sipendi sana. So alivyonipaga nilipokea kwa sababu ni zawadi, huwezi kukataa, lakini moyoni nilikuwa nasema sitaki. So ila nilipokea kwa sababu ni zawadi. Na zawadi pia alinipa mtu ambaye alinieleza nisomesha, kwa hiyo nikasema niwe mpole. Kwa nilipokea, akasema asante, akaniambia hadi yangu mimi iko pale. Niwa sawa, namwitaga baba mkubwa. Niwa sawa baba mkubwa, hamna shida, kwa sababu alimuoa baba mkubwa, kwa namwitaga baba mkubwa hivyo. Japo sio baba mkubwa, nataka nimwite mjomba. So ikaenda sasa mke wake na yule mama mkubwa sasa na dada yake mwingine mkubwa. Acha huyu sasa ambaye ameoa, huyu ambaye alisema atanisomesha, ana mwingine. Akasema na yeye anataka kuna eneo alinunue, ajenge jengo la biashara na yeye kubwa kama lile. Akasema anaomba tena mimi nisimamie. Sasa hapo ndio changamoto ikaamka. Mama mkubwa akaanza kuhisi kama mimi kila sehemu ninataka kuingia. Akaniita siku moja, akaniambia Mathayo njoo. Nikamwambia na. Sasa mimi ni mtu ambaye waga sijariki sana, lakini mtu ambaye na respect. Kwa sikuwa nawaza mimi kwamba mama anaweza kawaza hivyo, mama mkubwa anaweza kawaza kitu kama hicho. So sikuwa nikitilia maanani kabisa. Akaniita siku moja, njoo. Nikamwambia naam, kuna nini? Akaniambia unajua unaweza kuondoka kwenda kusoma nje ya nchi. Nikamwambia ndio, nitafurahi japo sidhani kama nitakamilia. Inawezekana. Cha muhimu ifuatilia NIDA. Nikamwambia NIDA tayari nishafanya procedure zote, ushajaza kila kitu, hewe ifuatilia tu hiyo attention tu. Naweza kutaka sasa kitu kimoja, yaani hakikisha mambo yako yote, kila kitu chako, mimi ndio nakuwa mtu wako kwanza kwenye maisha yako. Nikamwambia mama lazima, kwa sababu mimi ndio nipo nakaa na wewe. Yaani namaanisha sio unasema tu mama lazima. Nikamwambia ni mama usiwaze. Sasa kwa bahati mbaya nzuri, kukaa na yule mama mkubwa kupishana kauli ni kitu cha kawaida sana, kwa sababu ya maisha yake ya kutuma, anafoka na lalamika, sometimes anakusingizia vitu vingine ambavyo hata hujafanya. So ni mtu ambaye ni kuvutana ni kitu cha kawaida sana. So unasema anyway, unamwambia mama mimi usiwaze, kwa sababu mimi ni mtu fulani loyo sana. Mbona usiwaze? Ni mama usihisi kama eti mimi za mtu atakuja nibadilishe, sio no, yani hicho kitu kiwezekani. Kwa mama hata usiwazie sana.
Kwa ile issue ya jengo nikaja sikuambiwa mara kwanza direct, lakini aliambiwa yeye aniambie mimi nilisimamie. Alikuja tu akaniambia kuna jengo utalisimamia. Nikamwambia basi sawa, na shida. Watalisimamia ile jengo, hamna taabu. Basi sawa. Nakumbuka ilikuwa sikukuu moja, mama watoto wake wakaja watoto wake kuja kumtembelea, kumsalimia. Walikuja na marafiki zake na watoto wa upande wa mume wake, watoto wake kwa wazao wakaja kumtembelea. Sasa siku moja mama kama ameenda kanisani, wale watoto wako pale kwa ajili ya sikukuu. Hiyo siku ya sikukuu mama kama ameenda kanisani. Sikuenda kanisani, aliniambia tuende kanisani, kama mama sijisikii vizuri soenda, waga sio mhudhuriaji mzuri sana wa kanisani. Kwa akaniambia twende, kama sijisikii vizuri, nilikuwa natafuta visingizio kubaki tu na wenzangu ili tuendelee kuruka, wengine kwa Waislamu pale, kwa nikatafuta visingizio nibaki. Mama katoka kaenda kanisani, tukabaki na washikaji, tukapiga story. Mama kurudi hatukuandaa chochote. Mimi ndio mtu ambaye nilikuwa najua kupika pale kati ya wote, kwa alitarajia sana mimi ndio nimesonja kwa amenipa maagizo. Sasa sababu sikuwa nimeenda kanisani hadi bila hasira. Yaani nimeenda kanisani, nimebaki nyumbani kufanya kwa kalalamika. Kama mama amna so hivyo. Sasa kwa sababu tulikuwa wengi, kuna wengine kwa shamzoea kwamba analalamika tu, kwa kawa anamchukua ile noma mtu anaongea unaondoka. Kwa hiyo akahisi ni dharau. Sasa ile akatoa attempt wote kama tumemdharau. Lakini kwa vile mimi nilibaki tu pale kana msikiliza, waliondoka. Mimi huwa tabia moja, ukiwa unafoka unalalamika sikujibu, sababu ndio tunafunza hivyo, huwezi kumjibu mtu mzima. Kama acha tu anaongea mwenyewe mpaka atakapokuruhusu mjibu. So na nyamaza. So baadaye mama kwenye chumba chake anacholala, huwa kwa kawaida tunaingia watu watatu. Mimi, yeye na mwanae mmoja wa mwisho ambaye ndio tunaingia sana kwenye chumba, ambao kwa wakati huo tupo hapo. Japo na watoto wake wengine wanakujaga wanaingia, lakini kwa muda huo ambao hawakuwepo sisi watatu ndio tunaingia. Sasa siku ambapo mama alitoka kanisani, alikuwa amevaa saa ya gold ambayo alipewa zawadi na dada yake. Akawa ameiweka chumbani pale ndani. Alipokuwa ameiweka pale ndani, akaingia jikoni kwenda kuendelea na shughuli zake za kupika. Nilikuwa naye, baadaye nikatoka, alinituma sehemu, nikaenda, nikawa nimechelewa kurudi kwa mambo yangu mwenyewe, kwa pia kwa sababu nilikuwa muda mrefu nimekaa pale, afa alipofoka ile. Kwa nini nimeenda nikawa nimechelewa kurudi. Kuchelewa kurudi bana, kesho yake yule kuna mtoto mmoja ambaye alikuja kumsalimia kwa ajili ya sikukuu, ambaye alikuja na yule mtoto wake wa mwisho aliondoka. Akasema anarudi nyumbani, ndio kama ameondoka zake, wengine wakawa wameondoka. Tukabaki mimi, yule mwanae wa mwisho alikuja na mwanae wa kwanza na yeye. Baadaye anakuja kuangalia saa yake haioni. Wakati anakuja kuangalia saa yake haioni, yule mwanae wa kwanza kwa shaondoka, lakini hakuingia chumbani kwake kabisa. Kwa watu ambao yeye aliwaona, ambao aliingia chumbani ni mimi na mwanae wa mwisho. Na kwa maelezo yake akaniambia, mwanangu wa mwisho hawezi kuiba, mimi nimemlea, mwizi ni wewe. Kwa mwizi hapo nikawa mimi ndio naonekana. Kumbuka wakati huo kuna mradi ule wa nyumba mpya ambao itakuwa ijengwa, itakuwa mimi nisimamie, natakuwa kusomeshwa mimi na yule mzee. Matokeo yakitoka, kwa ngoma ikawekwa hapo mezani, mimi nimeiba. Nikamwambia mama, mimi sikuchukua. Mama alianza kulia mbele yangu hiyo siku. Nikamwambia mama, unalia bure, unanitia dhambi, mama utanilani bure. Mimi sikuchukua. Hamna, wewe ndio umeiba, wewe ndio mwizi, wewe ndio mwizi. Kidogo ile iliniuma kwa sababu sikuwa nimechukua. Ni kitu kilichoniuma sana. Sikuwa nimechukua. Kwa nini alie? Kwa ile kitu kiliniuma sana. Wewe ndio umeiba, mwanangu ana tabia hiyo, ana tabia hiyo. Hakuwaza mtu mwingine yote anaweza akachukua kati ya wale wote tuliopo. Aliwaza ni mimi tu. Nikamwambia mama, hapana, mimi sijachukua mama, nimepambana. Sasa kuna jirani yake mmoja anapenda sana mambo ya imani za kishirikina. Akamkuta, mama akatoka kaenda kwa jirani yake analia, akaniambia mwana yule mwanangu ninayekaa naye ameniibia mtoto wa dadangu. Yule jirani yake akamwambia, yule tumuende kwa mganga. Sasa kwa sababu mama alikuwa na hasira, hakufikiria kama jana yake alitoka kanisani kufikiria chochote. Yeye akasema direct tunaenda kwa mganga.
Kwa mama akaja akaniambia, kesho tunaenda kwa mganga, tunaenda kukuroga, rudisha hiyo saa kabla ya kesho. Nikamwambia mama, mimi sijachukua saa yako, mimi sijachukua. Akaniambia unajua wewe, kesho tunaenda kwa mganga. Kwa mama akaenda zake ndani, akaendelea kulia huko, analalamika, akaanza kusema, akalalamika huko ndani, anasema yani haiwezekani mtoto anakaa na wewe na kukupa kila kitu unanibia. Wakati huo kumbuka mimi ndo nilimaliza, wakati namaliza form 4 mimi ndo nilikuwa nakaa naye. Najua namba zake za siri zote, najua mpaka sehemu anazoweka hela zake. Sometimes anaweka mpaka zaidi ya milioni 5, milioni 10 na ipo huko ndani. Ananionyesha hela zangu mimi nahifadhi hapa, nikipotokea nipata tatizo hela zangu ziko hapa. Na kiwanja nimenunua sehemu, hamna mtoto wangu, hamna mtu yote anajua, wewe ndo unajua, nimekuonyesha. Kwa vitu hivi, sasa nikamwambia mama, mimi siwezi kuchukua saa kwa mambo leo, niamini kwa mambo ambayo tukubwana nitafanya. Miradi ambayo nitajua nifanye mimi, ambayo nisimamie mimi, ambayo wewe ndio sababu. Sio kufanya mimi mambo kama ambia hapana. Wewe ndio mtu pekee ambaye sikujui tabia yako vizuri, mimi sijakulea, wengine nimewalea na wajua siwezi. Kesho tunaenda kwa mganga. Nikasema haya, ya mengine namwachia Mungu. Yalo naliwe. Mimi sitaki kujua nini kitatokea. Ilipofika usiku kesho, ambayo kesho yake ataenda kwa mganga, yule mwana wa mwisho akasema au fulani amechukua. Mama akasema hapana, yule hawezi kuchukua. Kwanza haingia kichumbani kwangu. Mwana wa mwisho akamwambia lakini hapana, yule jamaa anapenda sana vitu vya hivi vya kuwaka, ni bisho sana, tuulizie. Wenda aliingia, labda alikuwa anatafuta chochote. Mama bado akang'ang'ania hapana, yule hawezi kuchukua. Alichukua ni huyo. Lakini mama kwa sababu ashatia mkazo yule mwanae wa mwisho ambaye mimi namuita kaka, ibidi au apige simu kwa kaka yake. Kaka bana, uje ile issue ya Saudi haionekana, afu mama bado anakuja juu. Hebu jaribu kumwangalia yule dogo kama hana. Kaka akasema basi poa, nitaenda kumwangalia. Nakumbuka ilikuwa usiku, mishale ya saa 4, mama yuko chumbani anajifungia analia. Kaka akatuma picha WhatsApp kwenye simu ya yule mtoto wa mwisho wa mama. Akamwambia sio hii. Kaka sasa kaniita, yule wa mwisho sasa kaniita, akaniambia Matawe njoo. Sio hii. Nikamwambia ndio hiyo. Sasa yeye ndio hiyo ambayo ananiambia mimi nimeiba, sikuchukua mimi, ndio hiyo hapo. Kamuoneshe. Akaenda kumuonesha, akamwambia mama, sasa yeye mbona ni huko sasa? Sasa amechukua yule mshikaji. Ameingia muda gani chumbani? Anasema kumbe aliingia kuna muda. Alisema sio anaenda kunywa maji ya kunywa. Akaniambia mama kaanza kulalamika. Anakunywa maji ya kunywa chumbani kwangu, kwani hajui maji yanapokaa nini. Akaanza kulalamika sasa. Kalalamika. Mimi baada ya ile situation nikatoka. Nikaenda kulala chumbani. Sikutaka kuongea na mama ule usiku. Nikaenda kutulia zangu ndani. Kesho yake asubuhi saa ikawa imeletwa. Saa ilifika mida ya mchana. Mimi ndo nikaanza kuongea na mama. Nikamsalimia, ndo muda huo ndo naona kama shikamoo. Kaambia saa yako sijapatikana, ngambia baba, mimi naomba niende kwa mjomba kwanza kule nikakae, maana hichi kilichotokea hapa Mungu aniepushe. Nimejitetea sana. Mimi kimeniuma ulivolia, naomba niondoke. Akaniambia nenda. Mama ni mtu ambaye akishafanyaga makosa kama hayo kwaga hapendi kukushinikiza kwenye lolote, kwa aliniruhusu nenda. Kwa nikaondoka nikaenda kwa mjomba. Nikaenda kwa mjomba kule nimekaa, baadaye akanipigia simu. Hivyo umesahau kama kuna ujenzi ule? Kwa kama wiki kadhaa mbele. Umesahau kama kuna ujenzi? Kaambia nakumbuka. Tutaanza ujenzi, usije ukajisahau. Kaambia sitojisahau, hamna shida. Takuja. Lakini wakati huo hakuniomba radhi wala kuniambia chochote kuhusu ile issue ya kunisingizia issue ya saa, wala hajari na wala sio shida zake. Basi baadaye imeenda akaanza kuumwa. Siku akaumwa vibaya. Akaumwa. Alipoumwa akaja kule juu kwa mjomba tena kuja kutibiwa, kwa sababu kule alikuwa peke yake, hana mtu kukaa naye. Alipokuja kule akatibiwa akapona kidogo, hakupona moja kwa moja, akasema naomba msaada. Watoto mjomba wote wakakataa, wakasema hatuenda naye.
Kwa chaguo la mwisho lilikuwa na nani? Ni mimi. Mimi wakati huo yeye alipokuja kule juu, kwa sababu tulikuwa wengi, ilibidi mimi nijiongeze tena kama kaida yangu. Nikatoka nikaenda kukaa kwa babu, kwa nyumba ya babu pale, japo hapako vizuri sana kwenye issue ya chakula na vitu vingine, ila niliona bora nikakae pale kupisha kule, kwa sababu tulikuwa wengi. Kwa nikatoka kwa kaomba wale wengine kule, wakasema hawezi kukaa na yeye. Kwa chaguo la mwisho likawa ni mimi tena, ilibidi nipigiwe simu tena. Nikamwambia, Matayo, inabidi ukakae na mama yako mkubwa, anaumwa, ana mtu wa kumsaidia. Mimi sio mtu wa kukuprain sana. Kwa nilivyoambiwa nikasema sawa, nitaenda. Na hata hivyo nikikumbuka nina project kibao na vitu kibao, na pia kuna offer nilipewa kusomeshwa, ninasubiri tu matokeo. Acha niwe mpole. Nikaenda tukakaa kule kwa mama. Nakumbuka mwaka unapinduka ile inafika, matokeo yaliwahi kutoka sana. Nakumbuka kipindi ilikuwa Januari kama sikosei. Matokeo yakatoka. Nipata division 2 ya kwanza kabisa. Yani hapo moyo wangu ulikuwa ni mweupe bana, sina F hata moja. Nimefaulu, kila kitu kiko clean. Na mathematics nimepata C kama kawaida mimi, na yule mwenzangu pia amepata C, yule ambaye nilikuwa namfundisha mwishoni, na ikapata C pia kama mimi. Kutoka kuna C2, tukawa tuna D8. Matokeo ambayo yalikuwa makubwa mpaka walimu wenyewe walishtuka sana, kwa sababu ilikuwa ni matokeo ambayo hajatarajia. D8 C2. Sababu nyingine zote zilikuwa ni F. Matokeo ya ujumla wamefaulu wanafunzi. Mara mwisho mtihani wa taifa tulifanya wanafunzi 88, wengine walipata mimba, kuna baadhi waliacha tu wenyewe. Hakuna aliyefariki hata mmoja, waliacha tu wengine. Kwa tulifanya 88 ambao tulifaulu, 88 walifeli. Kwa kidogo shule tena ikaja ikawa ya pili kwa matokeo ya taifa kiwilaya. Baada ya yale ya kwanza ya moko kama unayakumbuka, ambao wakasema watatusimamia vibaya mno, na kweli walitusimamia vibaya mno. So matokeo tena yakatoka vizuri. Tumefaulu 80 kati ya 88, shule ikawa tena ya pili kiwilaya. Kwa wakapewa kabisa shule, akawa yeye mkuu wa shule moja kwa moja, akapewa na kila kitu, akapewa na zawadi za kutosha, ambayo zawadi ni free tena kama kawaida. Akaniambia, utakuja kuchukua vitu vyako, udaiwi chochote, kila kitu kiko clean kwangu. Kwa hiyo ndio ofa kubwa ambayo na mimi niliipenda sana. Sikuwa nataka kitu kingine chochote zaidi ya hiyo ofa ya kunipatia vyeti vyangu basi. Na aliniambia atatimiza promise, vyeti vyangu vyote atanipatia. Kwa matokeo yalipotoka, nikashangilia sana. Niambia nimefaulu. Shangazi taarifa ikamfikia tena. Kama kaida yake, matokeo yakitoka yeye ndio wa kwanza utafikia nafanya kazi Wizara ya Elimu. Akapiga simu. Nasikia umefaulu. Hongera. Sijatarajia. Wewe ni kichwa. Wewe ni genius. Maneno kibao mimi wewe nasema maliza kuongea nikate simu. Sababu sitaki kusikia chochote kutoka kwenye hicho kinywa. Najua gatu haya. Basi ukipangiwa advance mimi nitasimamia hapo, natimiza moja kwa moja. Raundi hii nitasimama na wewe. Kumbuka hapo naongea maneno, hakuomba msamaha wala hakujieleza kwa nini hakunisaidia kutoka huko. Haikumbuki wala hajaulizia kwamba nadaiwa nini. Yani hawazi. Yeye kang'ang'ania tu matokeo yakitoka ya advance nitakupeleka kokote. Nikaona hizi ni porojo tu kama porojo nyingine, acha tu nizisikilize. Nikazipotezea. Baada hapo akakata simu, nikashana naye. Mimi nirudi kwa mkubwa kama kawaida. Ile project ikaletwa mezani ya ujenzi. Sasa bana, ile project ililetwa mezani, yeye ndo alisimamia yote full. Alienda kumwambia dada yake, mimi nimemdharau, mimi ninamfanyia vitu ambavyo yeye havipendi, na vitu ananikataza mimi bado navifanya, lakini hakuna hicho kitu ambacho mimi nimekifanya. Zaidi ya tu kwamba yeye anakuwa anakutuma sana, mnagombana tu kwa vitu vya kawaida ambavyo yeye mwenyewe ndo sababu, ambao yeye tena anakuja na vitendo kama hivyo. Kwa alienda kumwambia mimi ninamdharau. Kwa ule mradi wa ujenzi wa ile nyumba mpya mimi nikakatwa. Kaka, nikatolewa. Nikasema so kesi. Mimi kitu ninachokitaka ni elimu, na aliyeniambia atanisomesha. Hadi yake amesema ipo na namba yake amenipa, ananiambia niwe namtafuta. Kwa hiyo nikasema hata sitaki kujali kuhusu yeye na huyo dadake. Achana na. Bwana, imeenda matokeo ya nini selection zikatoka. Naambiwa nimechaguliwa kwenda kujiunga advance. Sema combination walionipa ilikuwa ni art. Nilikuwa naweza kwenda kubadilisha, lakini shule wanaonipeleka ina kozi za art pass.
ni michepuo ya hati tu. Kwa nikasema mimi siendi ile shule. Lakini baadaye kwa sababu nikakumbuka na mheshimiwa bosi mtu mzito, alikuwa na cheo kizito sana. Alikuwa na cheo kizito sana ambacho kinafanya anakuwa na hela ya kutosha. Kwa hiyo nikasema sababu na mtu mzito, hata nisipoenda kusoma nje akinitoa tu pale nikimwomba ile shule, mbona chapo. Mimi nilikuwa nataka niende nikasome PCM. Sasa nilikuwa PCM. Sasa chagua pili kwa ni GM au PGM. Kwa mimi nilikuwa napenda mathematics a lot. Kwa zangu combination zote nilikuwa nataka hizo za mathematics ndani. Sasa ile mchepuo alinipeleka ni wapi, na walinipeleka kwa sababu ya kile kipindi cha corona. Kama unakumbuka wanafunzi tuliomba machaguo, hatukupangiwa machaguo, tuliomba kulingana na ile tatizo lilotoka, hawakufuatilia kwa sababu watu hawakuwa ofisini, ofisi zilifungwa kipindi kile. Sasa wakati nakumbuka marehemu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli anasema haraka sana selection zipangwe haraka wanafunzi waende mashuleni. Watu hawakuwa wana muda wa kupitia, kwa hiyo walitupeleka tu ile haraka kwa tulimwagwa tu. Kwa nilipelekwa kwenye shule ambayo haina mchepuo mwingine. Ila mimi kwa sababu nilikuwa na bosi upo kando, nikasema kila kitu kimenyoka, ni mimi tu nagusa na achia naondoka. Sasa siku mimi nimekaa nasubiri. Sasa alisema atakuja, walikuwa wanapita, ambao ndio siku alikuwa haja niambie. Sasa kwa sababu ilikuwa ni ilikuwa mwezi wa 7 ndio tutakuwa tuende, ilikuwa mwezi wa 6 au mwezi mmoja mbele na natakuwa kwenda kuripoti. Mwezi wa 7 nilikuwa nikaripoti. Bosi akaja, alikuwa anapita na mke wake, wanaenda kwenye kikao. Anaitoka kwenye kikao. Sasa alipopita pale nyumbani akaniita. Kwanza alipiga, hakuwa na muda na mimi, alinimsalimia, kanitikia, aliniangalia usoni afa kapita zake ndani. Kama kuna kitu nataka kuongea lakini alishindwa. Sababu alikuwa yupo pale mama mkubwa na yupo pia na mke wake ambaye pia ni mama mkubwa mwingine. Wakapita mpaka ndani wakakaa napigia story mimi na hivi, mimi niko jikoni na waandalia chakula, peleka wakawa kuku ni wajinyolea. Alikuwa anapenda sana kuku wa kienyeji. Mjini ni ngumu kuwapata, kwa alikuwa anatutumia kule la tunamlea na mnyolea, kwa hiyo tunamwandalia mzigo wake. Naweza kumwandalia, akaniita nyuma, akaniambia njoo tuongee. Ilikuwa ndio muda anaondoka sana, kwa aondoke waende kwenye kikao. Akaniambia samahani, sitaweza kukusomesha. Ilikuwa ni kama kitu cha kushtusha. Sitarajia ni mume kwa alikuwa haupo. Yaani akili ilishapotea. Nikasema faza samahani, sijakuelewa, anga sitaweza kusomesha kwa sababu mama kwa mkubwa amenipa malalamiko, unamdharau, humheshimu. So mimi namsikiliza yeye, sitaweza kukusomesha. Msaada wangu pekee nitakao kukupa, alinipa 50,000 nakumbuka. Nilichoka sana. Hiyo siku nilichoka vibaya mno. Nilichoka, nililia, niliumia kwa sababu vitu nilivyoambiwa nimevifanya sikuvifanya. Alafu ni kama future yangu pale inaenda kupotea, wakati huo hakuna mtu kwenye hiyo familia anaweza kunisaidia mimi kwenda shule. Hata ile 50,000 yake alionipa nilienda nikaila ovyo. Siku ndio hata kitu kimoja cha shule sikutaka ijihusishe. Nitafuta tu washikaji zangu tukaenda tukaila. Niliumia vibaya mno, nikakataga na tamaa, nikasema basi. Baadaye nimebaki kama wiki 2 kwenda kuripoti. Nishaondoka kwa mama mkubwa tukio lilipotokea. Nilikuwa nimevunjika moyo sana kwa mama mkubwa kunifanyia kile kitu, kwa sababu vitu anavyosema mimi sikuvifanya. Ni ile hali ya sintofahamu ambayo ni kwa kawaida, ambayo yeye ndo anayesababisha, afu ni ya kawaida sana. Atakwambia tunisaidie kufanya kitu fulani, utakifanya lakini kwa kuchelewa, kwake ndio ilikuwa kesi. Kwa nilipeleka hivyo alivyopeleka, lakini anyway nikasema ndo maisha, utafanya nini? No way out. Na pia nikakumbuka mama ashakuniambia msaada sio kitu cha lazima. Msaada ni maamuzi ya mtu, atajitolea afanye au asifanye, haijalishi aliahidi au hakuahidi. Msaada sio kitu cha lazima. Anyway, kwa nikamwambia tu baadaye walipoondoka, nikamwambia mama yako 1 2 3, naomba mimi kwanza leo niondoke hapa kwako kwa amani. Sitaki hata kama tukosane. Kwa sasa nikaondoka pia. Nikaenda kukaa kwa babu. Kwa hiyo mwambie situation yote aliyokuambia hivyo mzee. Hapana, sikumwambia kwa sababu yeye ndio aliyeongea, kwa sababu ningesema naenda kumwambia ni kama naenda kuyarudia. Yeye ndio kayapeleka. Hata nikisema naenda kumpa hakuna kipya kwake. Kwa nilimwambia kwa kilichotokea, alishaniambia babu, alichoniambia
wangu ambaye shemeji yake. Mimi inanibidi niondoke tu mama, kwa sababu niambiwa nakudharau. Sasa huwezi kukaa mtu anakudharau. Acha tu mimi niondoke nikaangalie pia nani atanisaidia kwenye shule yangu ya elimu. Alipokuwa mkavu hata kwanza akaniambia safari yenyewe njema, Mungu akusimamie. Nikamwambia amina, nikaondoka. Nikaenda zangu kwa babu pale. Nikakaa. Sasa mimi sikuwa nataka kwenda kusoma ile shule. Nikaamua kuipotezea tu. Sababu ile ni mchepuo. Baadaye mkuu wa shule akaja siku moja akanikuta, mama Matiasi. Mkuu wa shule akanikuta akaniambia, Matayo, vipi? Vipi kuhusu kwenda advance? Nikamwambia sitoenda, sijapenda ule mchepuo. Akaniambiaje? Kwani unataka nini? Nikamwambia ndoto yangu kubwa ni kuja kuwa mhasibu. Nakumbuka wakati niko naingia form 1, na kwanza nilipo kwa darasa la 7, madaftari yangu niliandika mhasibu. Nilifika form 1 nikaandika accountant. Kwa ndoto yangu ilikuwa ni kuja kuwa mhasibu. Kwa hiyo mimi nataka kuwa mhasibu. Akaniambia, kwa kuwa umefaulu mathematics O level, unaweza kwenda kusoma uhasibu hata kama ulisoma mchepuo wa hati advance. Mtaala wetu unaruhusu, inawezekana. Nikamwambia inawezekana, ananiambia ndio. Akanionyesha ile sheria kweli. Akanionyesha tena, alionyesha sheria ya FM. Wakati huo niko bado sijaenda advance. Akanionyesha sheria ya FM pale ilivyo. Okay, akanionyesha TIA ni the same. Nikasema basi sawa, hamna shida. Nikakubali. Sasa nakumbuka nibaki hizo wiki mbili, shangazi akapiga simu. Yule shangazi ambaye atakuwa kunisomesha toka tulikotoka huko. Madongo kuinama toka niko form 1, akanitelekeza huko na kuniacha bila kujali. Akatokea. Unajua, naomba nikwambie kitu kimoja. Kusomesha mtoto advance ni kazi nyepesi vibaya mno. Kwa sababu advance ada ni 35 semester ya kwanza, 35 semester ya pili, 70 kwa mwaka. Form 5 ma direct cost tu tutajumlisha na kuta. Yaani umelipa sana ni 300,000. Kwa kumsomesha mtoto advance kipindi cha toka kile kipindi cha marehemu Dr. John Pombe Joseph Magufuli ilikuwa ni very simple, kwa sababu ruzuku ya chakula alikuwa anatoa. Kulikuwa unalipa tu, yani izidi 300,000. So hapo kikaanza kujirudisha tena, kwa sababu kimeshaona mzigo mzito huko nyuma umeshatoka, vyeti nimeshapewa, hakijalipa chochote, kikajileta tena. Sasa huo muda ilibidi mimi nitumie kauli na ni mbinu moja ambayo mama alinipaga, jifanye mjinga, mambo yako yaende. Nikasema sasa huyu koja nimrudie vile anavyotaka. Akaleta mswada mezani, akaniambia njoo Dar es Salaam nikupatie hivyo vifaa vya shule, uende ukaripoti shule. Mimi nikasema basi, kwa kuwa naenda kupata vifaa, biashara hii acha mimi nifanye mjinga, yangu yaende. Nakumbuka hapo nikiwa mtu mzima, ndo malango ya kwanza napanda gari kwenda Dar es Salaam. Natoka mkoa napanda kuja Dar es Salaam moja kwa moja kufuata vifaa. Nikakaa kwa muda wa wiki mbili, nikakaa naye, hakuna rangi niliacha kuona. Ni anatuma vibaya mno, na anakutuma sehemu ambazo zitambui, yani haujawahi kwenda, anakutuma hivyo hivyo. Na yeye ndio sababu alinifanya nikaijua dawa mapema sana. Alinizungusha sehemu hata sizijui. Ashaku nituma nipeleke mzigo Dodoma ambao sijawahi kwenda hata siku moja, niende na kurudi, nipeleke kwa mtu kwenye nyumba yake, delivery. Alikuwa anajihusisha na uuzaji wa madawa fulani hivi yanatoka kwenye kampuni za nje ya nchi. Kwa sababu kuongelea sana pathono yake, ila ndio hivyo, alikuwa anajihusisha sana na hizo biashara zake. So mimi aliniambia ninafanya delivery zake. So nilisafa naye. So nikahangaika naye, akanipa vile vifaa vyangu siku ya siku, akanipa na nauli tu. Nakumbuka alinipa pocket money 10,000. Sasa wakati huo kipindi hicho, kwa sababu nilisharogwaga na yule mke wa mjomba, nilikuwa sipendi kula. So nikawa nina vidonda vya tumbo. Sasa shule niliyoenda sasa nayo, mboga ya shule ni maharage na vidonda vya tumbo baba. Ni mafuta na kibiriti. Ni moto juu ya moto. Lakini kwa wakati huo tayari ulisharidhia kwenda kusoma mchepuo wa hati? Nililizia kwa baada ya maelekezo aliyonipa mkuu wa shule. Kwamba ninaweza nikaenda kusoma ndoto yangu ninayoitaka. Lakini kwa hiyo ambayo nitaenda kuisomea, nitatumia advance kama njia ya kwenda mimi kupata bachelor. Kwa sababu nikisema niende vyuo vya kati hakuna kunilipia ada. Nikienda bachelor ninaweza kuomba mkopo, bodi ya mkopo. Kwa nikasema at least acha
Wakati huo sasa, unajua ile wanafunzi tunapenda sana kushasikia kitu kinaitwa boom, akili zinahama kabisa. Kwa nikasema acha nipambane. Ni safari ya mwaka mmoja, miaka miwili ya advance, ambayo automatically ni mwaka mmoja kama na miezi 7. Hii naimudu. Ndio nikapambane na iweza. So nikaingia zangu vitani tena kama kawaida. Shangazi akanipa ama takataka hayo ambayo ilikuwa na thamani jumla mpaka na nauli pamoja na ile pocket money alinipa, ilikuwa na thamani ya 250 jumla. Nilihesabu kwa sababu yule nilitaka siku akija kiamsha mdomo nile naye sahani moja. Kwa nilihesabu vitu vyote price mpaka vitu hivyo ninunulia hela, kwa sababu tulikuwa tunaenda wote kila hatua 250. Nikajua sababu yani siku akija juu hii 250 yake, hata kuuza figo nitauza nimpe. Asitaki kuniendesha na 250 yake, kwa sababu njia alizonipitisha ni ngumu. Kama asingelitoa ahadi, huenda angetoa ahadi mtu mwingine pale, huenda mimi angenisomesha, nisingepitia hizo njia zote nilizozipitia. So mimi moyoni nilikuwa simchuki wala sina kisasi na haraka nyingine, ilikuwa sipendi kuwa na ukaribu naye, kwa sababu ni mtu yote anaweza kusaliti muda wowote. Kwamba anakuahidi kitu afu mbele za watu na haoni hata mshipa wa aibu akakusaliti. So sikuwa namwamini. Ila sio kwamba tunamchukia, no, sikuwa tunamwamini. So nikasema anyway, huyu taenda naye tutafika. Akanipa hiyo siku ya kuripoti mimi huyo. Kama kawaida siwezi kuripoti on date. Nilishuka kwanza nyumbani pale kama kawaida kwenda kusalimia ndugu jamaa na marafiki. Nikakaa kama wiki ya pili nafika, hiyo naanza mimi ndio naenda kuripoti. Napokelewa pale, nakumbuka niliripoti wiki ya mwisho kama sikosei. Kwa wiki ya mwisho ya kuripoti wanafunzi ndio nikaenda. Tunaweka nukta hapa katika sehemu hii ya 5 na nikukaribisha sana katika sehemu ya 6 ya simulizi hii.